Hii ni Ebeneza RTV nami ni Madam Regina, nikukaribishe tumsikilize dada huyu. Ana shuhuda nzuri kabisa. Wazazi wake wote wawili walifariki na ndio chanzo cha yeye kuanza kukutana na shida. Nini kilipelekea wazazi kufariki, baba yake kujinyonga, yote ataeleza. Karibu sana. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mimi yule mwalimu fulani amesema anataka niende nikamfanyie kazi zake kule. Umeona, nikamwelezea vitu vyote. Akasema wewe unawajua watu, akaja juu. Wewe unawajua watu, kwa hiyo unataka mimi nimekulea, unataka nikulipe, si ndo maana yake? Unapotaka kwenda kufanya kazi sehemu nyingine unamaanisha nini? Nikamwambia lakini mama mdogo, hata mimi ninavyoenda kufanya kazi kule, mafanikio ambayo nitapata mimi na wewe mwenyewe pia utafanya nini? Utapata. Mwisho wa siku tutaonekana na hizi kazi za nini? Za mateso, za moto, kwa sababu mwisho wa siku hivi unaweza ukapata hata nini? Hata TB. Umeona? Basi hapo tukawa tunazozana. Sasa mimi nikawa nishafanya nini? Nishachukia. Mimi nikasema kwenye hii kazi lazima niende. Atake, asitake, mimi nitaenda kwa nini? Kwa njia yoyote, kwa sababu hanisaidii. Alafu akiwa kwa watu huko yani ananisemea vibaya, sio mtu wa kufanya nini? Sio mtu wa kusema kwamba nitamsaidia, ananisemea vibaya. Yani mimi tu nikikaa naye ndo ananidanganya kwamba atafanya nini, atanisaidia. Akiwa anaongea na ndugu zake wengine huko, anasema mimi huyu hata sitomsaidia kwa sababu nikisema hapa aende chuo, mimi hii mikazi atafanya nani? Kwa hiyo huyu atakaa tu nini? Atakaa hapa. Basi mimi nikawa namsikilizia yule mama. Mwisho wa siku wakapanga na dada yake, wakaniambia niende wapi? Zanzibar. Basi akaniambia hivi, mama yako mkubwa amesema uende Zanzibar ukamsaidie kuuza duka. Wewe unataka kulipa 100,000, amesema ataenda kukulipa. Nikamwambia mimi sio hivyo, mimi nilikuwa tu nataka kazi yoyote. Akasema ndio utaenda huko. Basi mimi nikachukuliwa nikaenda mpaka huko. Nikawa nauza hilo duka. Umeona? Nauza duka. Yule mama mkubwa akaniuliza, kwani wewe ulikuwa una malengo gani? Nikamwambia mimi malengo yangu nikipata hela yangu niende nikafanye nini? Nikajiendeleze tu kielimu na mimi nipate kazi yoyote, kwa sababu nimehangaika sana kutafuta hiki cheti. Umeona? Kwa hiyo siwezi kukiacha tu kipotea hivi. Akasema sawa, basi wewe utakuwa unakaa hapo unauza duka, ila tu uwe makini. Basi mimi nikawa namuuzia duka lake kwa uaminifu, kwa sababu nilikuwa najua ipo siku nitafanya nini? Nitaenda wapi? Chuo. Akishanipa hela zangu. Kweli nimefika kule. Tukawa tunauza hilo duka, nauza hilo duka. Hizi siku za mwanzo akawa ananilipa. Basi imeenda nikawa nikimkosea kitu kidogo tu, anampigia simu yule mamangu mdogo ambaye alokopo huku da, anampigia simu, anamwambia mwanao kafanya hivi na hivi, sijui hivi na hivi. Maneno kibao wanaambizana. Umeona? Sasa mimi nikasema kwani kuna nini? Mbona maneno yameanza kufanya nini kutokea? Basi kwa mfano akimwambia huyu huku ada hayo maneno, huyu ada na wewe usiona, nilikwambia yani mtoto ana akili, wewe umetaka tu kumsaidia bure, wewe mtoto ana akili. Yani ananichongea kwa yule mama mdogo, mpaka basi yule mama mdogo akawa yani yule uaminifu kunipenda akawa tena afanye nini, anipendi. Mimi nikawa nakaa tu pale. Umeona? Basi nakaa, lakini roho yangu mimi haina hata amani. Nikasema mimi natafuta tu njia ya kufanya nini, ya kuondoka, kwa sababu namba za ule mama yule ambaye alikuwa anataka mfanye kazi bado mimi nilikuwa ninazo, japo kwa kipindi hiko nilikuwa nimekaa kama miezi 6. Umeona? Nikawa nimekaa, nikasema mimi natafuta tu namna ya kutoka huko, kwa sababu nishaona sio watu wazuri, hawana malengo mazuri na mimi. Umeona? Hawataki mimi nifanikiwe. Basi baada ya hapo, sasa siku moja nilikuwa niko dukani hivi, yule mamangu mkubwa akaacha simu yake. Baada ya kuacha simu yake, kuna message kama ikaingia. Umeona? Sasa mimi nikaona mbona hii simu imeachwa huku? Yaani kama machale akanicheza, akasema chukua hiyo simu uone hiyo message. Umeona? Nikaichukua ile simu, nikaona message ile. Basi ile message ilikuwa imeandikwa hivi, yani yule kule sasa ada anamjibu,
huyo umeona, nimekwambia huyo anataka wachumba tu, anataka kuolewa, hamna cha kusoma, hamna cha kufanya nini na nini. Akasema kwani limekuaje, mbona huyo kajibu hivi? Mimi nikachukua ile simu nikaenda kule upande wa nini ambao aliotuma yeye sasa message, nikasoma. Akawa anamwambia kwamba mwanao huku kuna mkaka amekuja, eti amesema anataka kumuoa. Kwa hiyo mimi hata sijui itakuwaje, na kusikiliza wewe mama yake. Ndio akawa anamjibu hivyo ile message mimi nilokuwa nimeifanya nini, nimeifungua. Sasa mimi nikasema mbona mimi sijawahi kukutana na mtu yoyote ameniambia kitu kama hicho. Umeona, mimi nikafanya nini, nikakaa zangu kimya, nikajifanya kama sijajua ile message. Mimi nikafanya nini, nikaifuta. Basi mambo yakaa hivyo yakaendelea. Siku zikawa zinasonga tu, mimi navumilia tu mambo yote yanayotokea. Nikifanya kosa nafokewa, natukana, nadhalilishwa kama mtoto mdogo. Basi sasa siku hiyo akaja huyo mkaka, anakuja pale dukani, akaniambia hivi, mama yako mdogo alikupa ujumbe wangu? Nikamwambia ujumbe gani? Akaniambia hivi, hajakupa ujumbe wote? Nikamwambia mimi hajanipa ujumbe wowote. Akasema yani mama yako mdogo naye sijui kwa jani nimemwambia muda mrefu kweli. Basi haya, akaanza kuniambia bwana, mimi nilikuja kwa mama yako mdogo, nilikuwa nataka nifanye nini, nikutolee mahali mimi nikuoe, mimi sina mke. Mimi nikamwambia mimi huku sijakuja kuolewa, mimi nimekuja kufanya nini, nimekuja kufanya kazi ya duka nipate hela zangu niende nikajiendeleze. Na naomba tu hizo habari ziishie hapa kwa sababu utanitafutia matatizo. Umeona? Basi yule kaka akasema hivi, yani wewe hapa dukani wenzako wametoka wengi sana, huyu mama yako hakai na watu. Umeona? Si alikuwa anakulipa, sasa hivi anakulipa, na ndo anafanyaga hivyo, hakai na watu, na mwisho wa siku utaondoka hapa vibaya. Anaga undugu na mtu huyo, sisi tunamjua vizuri. Sasa mimi nikasema bwana, mimi sijui. Umeona, mimi nikawa nafanya nini, navumilia tu. Umeona, basi kwa mimi nikawa ni mtu wa kufuatilia sasa zile simu zao, nini kinaendelea. Basi siku hiyo tena nikakuta message imeandikwa kusema hivi, kama huyo mchumba ameshakuja atamshawishi vibaya, aanze kuiba hela hapo, waondoke huko wakafanye maisha yao. Wewe kama vipi, kaa naye tu, simlipe hata hela huyo, wewe kaa naye tu. Umeona? Mimi nikasema mbona imekuwa hivi tena? Umeona? Kwa mimi yale wanaongea kwenye message hawaniambii, lakini mimi kwa sababu nilikuwa nafuatilia ile simu, nikawa naona kumbe hawa hawana mpango mzuri na mimi, hamna kunisomesha, na ndio maana huyu mama anilipe hela zangu. Maana mwanzo alikuwa ananilipa, sasa hivi afanye nini? Anilipi. Basi mimi siku hiyo nikasema hivi, mimi yule kaka akija tena nitamwambia tu nimekubali, ili mradi tu anitoe hapa, kwa sababu mimi mwenyewe kule mimi nakujua. Alafu kuna yule mwalimu wangu na yupo kule, alikuwa anatakaga mimi nikakae kwake nimfanyie kazi. Umeona? Kwa mimi hata akinioa, hata kama atakuwa hana mapenzi ya dhati kwangu, mimi nitaenda tu, nitafanya jitihada zangu zozote. Akishanitoa hapa, mimi nitafanya nini? Nitatoka zangu, nitaenda tu kufanya mishemishe zangu nyingine, niendelee na maisha yangu. Basi kweli mimi alipokuja yule mkaka tena, maana alikuwa ananiulizia hivyo kila siku. Basi mimi alipokuja nikamwambia kaka, mimi nimekubali. Akasema umekubali kweli? Ndio. Basi akaenda kumwambia mamangu mdogo kwamba mbona nimeongea na mwenyewe kakubali, wewe mbona ulikuwa hujafanya nini, hujanikubalia? Basi baada ya hapo mamangu mdogo akasema hivi, wewe uolewe na nani? Wewe unaanza kuolewa, yani wewe hamna kuolewa. Alikwambia wewe unaolewa nani? Wewe utakaa hapa. Umeona, wewe hamna kuolewa. Utakaa hapa uuze duka mpaka ufanye nini? Mpaka yani mpaka tujisikie sisi jinsi ya kukusaidia ndo tutakusaidia. Sasa nikawa najiuliza kimama, mnaniambia kwamba nikae hapa, alafu aliyakuwa tena mnaniambia sijui mara nitakuja niibe hela zenu, mara sijui nitakuja sijui niwafanyie vitu gani. Sasa ndio nini, mbona mimi sielewi? Mbona imekuwa hivi? Mbona nikawa najiuliza, lakini nikasema hapa hamna maendeleo yote, kwa sababu watu wengi tu walishaniambia kwamba wewe kaa kwa makini tu hapo, lakini wewe mama yako mdogo sio mtu kumsaidia mtu, na akikufurumusha hapo anaweza akakuondoa hapo asikupe hata shilingi 10. Kwa hiyo wewe akili nini kichwani mwako? Umeona? Basi mimi siku nikaenda mwenyewe nikamwambia mama mdogo, mimi ninachoona tu
haya mambo ya kusoma tuachane nayo. Naomba tu huyo mkaka kama ametaka kunioa anioe. Bora tu anioe, mimi nifanye nini? Niondoke zangu. Kaniambia yani wewe unataka kuolewa, sijui hivi na hivi, unajua maisha. Umeona? Basi mwisho wa siku nilipomwambia hivyo, akashikwa na hasira, akanirudisha wapi? Tanga kule. Akanirudisha Tanga kule wapi? Kwa kakaangu. Baada ya kurudi kule sasa kakaangu mwenyewe hana yani anaga ushirikiano na mimi. Umeona, kwa sababu alishanirudisha kule kwa kakaangu. Basi nikasema huku aliko nirudisha mimi nitafanya nini? Nitaanza huku kwa sababu nilikopo na hela zangu mwenyewe kidogo. Basi nitafanya nini? Nitaenda zangu nitampigia yule mama simu. Nitaenda zangu huko kufanya kazi, bora hivyo kwa sababu hao ndugu zangu mimi hawanisapoti kwa lolote. Hawanisaidii chochote. Sana sana ni watu wa kufanya nini? Wa kunikandamiza. Umeona? Basi nilivyofika tena kule Tanga, ndugu zangu wale wengine wananiambia hivi, wewe kuolewa wewe. Yaani wewe hautaolewa. Yaani wewe hamna kitu ambacho utafanya kitanyooka. Hamna, uolewi. Na ukaenda huko kufanya kazi hamna hata kitu cha kunyooka wewe. Yaani wewe utakuwa mtu wa hivyo hivyo. Basi mimi nikasema sawa. Basi nilivyokuwepo huko